Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Na leo basi katika somo la kwanza tunaona Mungu akimtuma Nathan kwa Daudi na anaenda kumwambia kwamba kutokana na nia ya Daudi ya kutaka kumjengea Mungu nyumba, Mungu anaahidi kumbariki sana Daudi. Anambariki na anasema atakuwa naye daima. Lakini Mungu anasema kwamba Daudi hatamjengea nyumba, atakayemjengea nyumba ni mwanaye aliyetoka katika viuno vyake. Ndugu zangu wapendwa, nia tu ya Daudi ya kutaka kumjengea Mungu nyumba ilikuwa nia njema sana. Mungu alipendezwa nayo na anaahidi baraka na anambariki katika, anasema nitakubariki milele na uzao wako nitakubariki milele. Na kweli uzao wa Daudi umebarikiwa kwa sababu ukiangalia hata Bwana wetu Yesu Kristo anajitambulisha na Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Ni upendo wa Daudi wa kutaka kumjengea Mungu nyumba, ile nia yake njema tu, Mungu akambariki. Na wewe uwe na nia njema ya kulipenda hekalu la Mungu. Yeyote yule anayejitoa kwa ajili ya kazi ya kanisa, yeyote yule anayejitoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, hakika baraka yake sio kidogo, ni baraka kubwa sana. Kwa hiyo kama unafanya hivyo na kutia moyo, na wewe jitoe, endelea kumtolea Mungu. Usikubali hekalu la Mungu libaki chafu. Msikubali nyumbani kwenu kupendeze wakati mnakaa kwenye vigoda kanisani. Kuwa na nia njema kama Daudi. Ingawaje Daudi hakuweza kujenga yeye mwenyewe, mtoto wake ndiye alikuja kujenga, Sulemani au Solomoni. Hata sisi ile nia yetu tu njema, kama Daudi alikuwa na nia tu, Mungu akambariki hivyo. Je, sisi ambao tunajenga kabisa itakuwaje? Tutabarikiwa kabisa. Ndugu zangu, moja ya sababu ambazo wataalamu wa Biblia wanasema kwamba Mungu hakuruhusu Daudi amjengee hekalu ni kwa sababu Daudi alikuwa ni mtu wa vita. Kwa sababu ya kuwa mtu wa vita, alimwaga damu nyingi sana. Na hivyo basi Mungu hakutaka mikono pengine iliyomwaga damu imjengee hekalu. Hapa ni ishara kwamba damu ya mwanadamu ni ya thamani sana. Tusicheze na damu ya mwanadamu. Damu ya mwanadamu ni kimiminika ambacho kina bei kuliko kitu chochote duniani. Kwa hiyo tuepuke kabisa kumtenda mwenzako vibaya. Tuepuke kabisa kumwaga damu ya mwanadamu. Kwa sababu ukimwaga itakulilia tu, itamlilia Mungu na ni laana kubwa katika maisha yako. Usikubali kufanya hivyo. Linda uhai wa mwenzako, linda uhai wa watoto walio tumboni mwa mama zao. Linda uhai, afya njema ya wazee. Usiwatendee vibaya ili wafe, ili uwe free. Bali kuna watu wanawatenda vibaya kwa sababu wanaona kama wazee ni usumbufu. Wanatafuta kila njia ili wafe tu, ili na wao waweze kuwa huru. Huku ni hakuna tofauti na kuua. Ndugu zangu, pia tu na ile dhana ya kupenda watu walio hai. Watu tuko busy kusafiri kuelekea kwenye mazishi. Tunachanga mpaka pesa za kwenda kwenye mazishi, kwenda kuzika, lakini hatuchangi pesa za kwenda kuwatazama wagonjwa. Tuko tayari hata kuomba ruhusa kazini kwa ajili ya kwenda kuzika, lakini sio kwa ajili ya kwenda kumwona mgonjwa. Hapa lazima tujirekebishe ndugu zangu wapendwa, tubadilishe mioyo yetu. Katika somo la Injili tutasikia mfano wa mpanzi. Mpanzi hapa ni Mungu mwenyewe anayesia mbegu. Na Mungu anasia mbegu hata kwa mioyo migumu. Yaani udongo aina mbalimbali ni aina ya mioyo ya watu. Anasia hata kwa mioyo migumu, hata ile ambayo ni migumu kama jiwe, hata ile ambayo imesongwa na malimwengu. Mbegu ni neno la Mungu. Neno la Mungu linahubiriwa kwa wote. Ni jukumu letu sisi kama binadamu kufungua mioyo yetu, kutifua, fyeka, ondoa yale yote ambayo yanakusonga ili neno la Mungu liweze kuzaa matunda ndani yako. Neno la Mungu likubadilishe uweze kuwa kiumbe kipya na kumtumikia Mungu vizuri. Tusiwe na mioyo migumu. Tuwe na ule moyo mlaini ambapo mbegu zikimwagwa hapa, neno la Mungu likimwagwa linatugeuza na kutufanya kuwa viumbe wapya. Tumombe Mungu atupe neema hiyo. Jitahidi upate muda wa kuliruhusu neno liote. Usikubali kusongwa na dunia. Kuna wale ambao kila cheo ni cha kwake. Sasa hii kila cheo ni cha kwako, ni kweli kwamba kuna wakati pia itatokea vikao vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo utajikuta tu unasongwa tu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna baadhi ya vyeo unabidi ukubali, vingine uviache.
ili uweze kufanya vizuri, using'ang'anie kila kitu. Basi ndugu zangu, nakutakia yote mema. Tuendelee kumwomba Mungu atujalie tuweze kuwa na mioyo milaini, ili neno la Mungu liweze kukua katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atubariki na kutulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.